kufanya maombezi kwa dakika 30 ambazo tumebaki nazo, jinsi Mungu atakavyotusaidia, na itakuwa ya baraka katika jina la Yesu. Sogea mbele tukaweze fanya maombezi katika jina la Yesu. Tunaanza na kitabu cha Exodus chapter 1 verse 6. Exodus chapter 1 verse 6. Mpendwa mtazamaji, popote unapotazama ukiwa, nachukua nafasi hiyo kukaribisha katika ibada hizo ambayo inaitwa maombi ya imani. Na tunataka kuweza kuakiri neno la Mungu kwa ajili ya ongezeko la watendaji kazi. Kumbuka Yesu akasema kwamba mavuno ni mengi, lakini watendaji kazi ni wavivu. Watendaji kazi wako, lakini ni wavivu. Tunataka tuombe ongezeko la watendaji kazi, na pia wale ambao wako kwa ajili ya mavuno, Mungu akawatie moyo, akaondolewa uvivu katika jina la Yesu. Exodus chapter 1 verse 6. Alafu tunaendelea. Bible inasema, and Joseph died and all his brethren and all that generation. Inaongea kuhusu ile kizazi cha Yusufu walioenda kule Misri kutoka Kanaani, walienda Misri kununua mahindi. Maandiko sema kwamba Yusufu akafa na hicho kizazi kikaondoka. Nataka tukaweze simama kwa miguu yetu kwa dakika moja tunapoombea kizazi hii ya watendaji kazi, ya kwamba hawataondoka kabla ya siku zao katika jina la Yesu. Kumbuka Yusufu waliondoka na kizazi hicho, maana wakati wao wa kuondoka ulifika. Nasi nataka tukaweze omba tangaze kizazi hichi cha power worshipers hawataondoka kabla ya wakati wao. Hii inaongea kuhusu wale watu wa kuvunjika moyo, maana wakivunjwa moyo wanaondoka, wanaacha kazi, wanakuwa wavivu, wanafifia, wanaacha kazi ambayo Mungu amewaitia. Nataka tukaombe tutangaze hawataondoka katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako tuweze kiri hii, na inakuwa ya baraka. Nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, jioni ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninasimama kukiri, ninasimama kutangaza neno lako katika jina la Yesu. Andika sema, ndipo Yusufu katika jina la Yesu akafa, na ndugu zake wote na watu wake wa kile kizazi wakaondoka. Waliondoka kwa sababu wakati wao ulikuwa umefika wa kutoka katika jina la Yesu. Imeandikwa kwamba chini ya jua kila kitu kina wakati wake na majira ya kila kitu. Katika jina la Yesu ninapiga na kutangaza katika jina la Yesu watendaji kazi ambao Bwana umewaweka katika jina la Yesu kwa ajili ya mavuno, kwa ajili ya kufikia watu na Injili, kwa ajili ya kufikia wenye dhambi, watendaji kazi katika huduma yetu. Nasimama na kuombea ya kwamba wataondoka kabla ya wakati wao. Kila roho za kuwapunja moyo, kuondoa mahali Bwana amewapanda, tunatangaza kwa jina la Yesu hawataondoka kwa jina la Yesu. Tunakiri hawataondoka katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kuwatia moyo wale ambao wamevunjika moyo, tunatangaza kuwatia moyo jioni ya leo kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini, sema amina. And Joseph died and all his brethren and all that generation. Verse 7. And the children of Israel were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceedingly mighty, and the land was filled with them. Yani wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana, wakaongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Fungua kinywa chako, tangaza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa kwamba wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana, wakaongezeka mno. Natangaza katika mji wa Kericho, katika huduma yetu, natangaza tunakuwa na uzazi sana. Natangaza tunakuwa na uzazi sana. Kila roho ya tasa tunakataa kwa jina la Yesu.
Yesu, roho ya kutoongezeka, roho ya kutokuwa na uzazi, roho ya kutozaa tunaikataa. Tunatangaza kuongezeka sana, tunatangaza kuongezeka mno, tunatangaza kuwa na uzazi sana, tunatangaza kuzidi kuwa wengi, tunatangaza kuendelea kuongezeka nguvu katika jina la Yesu. Tunaongezeka nguvu, tunaongezeka kwa jina la Yesu, tunakuwa na uzazi sana, tunaongezeka mno katika jina la Yesu Kristo. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Kawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya basi, na tuwatende kwa akili, wasije wakaongezeka, tena ikitokea vita wasije wakashikamana na adui zetu na kutupiga na kutoka katika nchi hii. Basi wakawawekea wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi. Lakini kwa kadiri walivyowatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea. Kwa hivyo Farao, maandiko yasema ya kwamba wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana, wakaongezeka mno, wakaongezeka nguvu, hata ile nchi kajawa na wao. Alafu maandiko yasema akainuka mtawala mpya, akainuka mfalme mpya kutawala Misri. Farao aliinuka na hakutoa declaration mara moja. Alistadi wana wa Israeli, alianza kumonitor wana wa Israeli katika jina la Yesu. Akawaangalia, akaona watu wameongezeka, ni wengi kuliko wa Misri. Hao watu wana uzazi sana. Kenye kilimfanya aweze kuweka wale wakunga kusaidia wana wa Israeli kuzaa, wanawake wa Israeli kuzaa. Ndiko sema akawaambia, napowasaidia wana wa Israeli kuzaa, wanawake wa Israeli, wakati anazaa mtoto kijana na atupwe katika bahari ya Shamu, lakini kama ni msichana na aishi, aliona wako na uzazi sana, akasema nitawatenda kiakili katika uzazi katika jina la Yesu, na kwa ajili yao kuongezeka nguvu nitawatenda kwa akili, maana nitawawekea kazi ya sulubu, watafanya kazi ngumu katika jina la Yesu. Akawawekea mikakati ili wasiweze kuongezeka, akawawekea mikakati wasiweze kuwa na nguvu, akawawekea mikakati wasiweze ongezeka katika jina la Yesu. Nataka tukaweze omba maombi kadhaa hapa. Nataka tukaweze omba, tutangaze kila roho ya kutumonita, ya kuhakikisha wanaangalia every step ambazo tunapiga, makusudi kuweka mikakati ya kutuzuia kuongezeka, mikakati ya kutuzuia kuendelea, mikakati ya kutuzuia kufollow up na kupata watu katika jina la Yesu. Tutangaze na kwamba roho hizo zitafanikiwa na watu wetu wataongezeka katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako tuweze omba hili tunapoendelea katika jina la Yesu. Weka mkono wako juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Maandiko yasema akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalia jinsi wana wa Israeli wamekuwa wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya basi, na tuwatende kwa akili, wasije wakaongezeka, tena ikitokea vita nao wasije wakashikamana na adui zetu na kutupiga na kutoroka katika nchi hii. Basi akawaekea wasimamizi wawatesi kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi. Inapenya katika ulimwengu wa kiroho, inainuka kinyume na every monitoring spirit katika jina la Yesu. Vile Farao aliinuka na kuangalia wana wa Israeli, akawekea wasimamizi wawatesi kwa mizigo yao ili wasiongezeke nguvu, ili wachoke wasiongezeke. Akainua wakunga wa kuwasaidia wanawake wa wana wa Israeli wakati wa uzazi katika jina la Yesu, ili waweze kuwaua wana wa Israeli
Israeli wanapozaliwa, inainuka na kutangaza kila mikakati ya kuwekwa katika ulimwengu wa kiroho, kuzuia si kuongezeka roho za kututenda kwa akili, inainuka kinyume nayo jioni ya leo. Natangaza kwa jina la Yesu, ni lazima tuongezeke. Yesu, ufungue kinywa chako dakika moja unapotangaza mikakati zozote za kuwekwa, mbinu zozote za kuendolewa, kutuzuilia kuendelea, kutuzuilia kuongezeka, kutuzuilia kuwa na uzazi sana. Natangaza inainuka kinyume nayo, inainuka kinyume nayo jioni ya leo. Fungua kinywa chako kila mmoja napotangaza, inainuka kinyume nayo, inainuka kinyume na mbinu zenu, inainuka kinyume na miradi yenu, inainuka kinyume na mpango wenu. Natangaza ni mawazo ya Mungu tuongezeke, ni mawazo ya Mungu kuongezeka, ni mpango wa Mungu kuongezeka, ni mawazo wa Mungu, mawazo ya Mungu tuweze kuongezeka. Natangaza mikakati yenu kupinga ongezeko, nainuka kinyume nayo. Mbinu yenu kupinga ongezeko, nainuka kinyume nayo katika jina la Yesu Kristo. Na ninakiri ongezeko kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini, sema amina. Unaweza kaa chini kwa dakika moja tuweze soma Matendo ya Mitume 12:1 tunapoendelea katika jina la Yesu. Matendo ya Mitume 12:1. Maandiko sema, panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Hizi ni mamlaka ambazo zinainuka, na wakiinuka wanastadi watu wa Mungu. Farao alistadi the children of Israel, na hapa tunapata mamlaka nyingine inainuka inayoitwa Herode. Na Herode anastadi the church. Remember, baada ya Roho Mtakatifu kukuja katika Matendo ya Mitume sura ya 2, 10 chapters wameongezeka, wameendelea, injili yaendelea, kanisa la panuka, ikainuka mamlaka nyingine, akainuka mamlaka inayoitwa Herode, naye akastudy the church, akaona kanisa linaongezeka, akaona kanisa wanakuwa wengi, akaona injili inaenea, akaona jina la Kristo linapata nguvu, akainuka kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa makusudi kupiga ongezeko. Nikasema akamwendea Yakobo nduguye Yohana, akamua kwa upanga, na akiona imewapendeza Wayahudi. Kuna watu wanafurahi wanapoona kanisa liongezeke. Kuna kundi la watu wanapendezwa na kuona kanisa linawekewa mikakati. Tunaona jinsi serikali ya Kenya wanajaribu kuregulate kanisa, wameinua mikakati mingi jinsi ya kuregulate kanisa, lakini hawawezi. Maana aliyeanzisha kanisa si mwanadamu, ni Roho, ni Mungu mwenyewe aliyeanzisha kanisa, na hakuna mwanadamu awaye yote anaweza regulate kanisa. Wainuke false preachers, wainuke watumishi wa Mungu wanayejiita kwa jina la Kristo, wanayekuja kusema ya kwamba wametumwa na Kristo, wainuke hao fake pastors na wainuke wote. Serikali ya Kenya haitaweza kwa namna yote kuregulate kanisa, wala hakuna serikali yote katika ulimwengu huu iliyo na nguvu ya kuregulate kanisa la Kristo katika jina la Yesu. Maana Yeremia anasema, ninaponyamaza na unabii inanichoma kwa mifupa, inanichoma, inanifanya, inanituma niende nikaitangaze. Na lazima kanisa la Kristo liongezeke, waweke mikakati yao, lazima kanisa liongezeke, lazima jina la Kristo liendelee. Nikasema Marko 16:16, Kristo akawaambia wanafunzi wake ya kwamba enendeni ulimwenguni kote mkautangaze Injili, mkatangaze sifa zangu, mkaeneze injili yangu katika jina la Yesu. Nikasema nanyi mtakuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu kuendelea Samaria na hata misho ya dunia. Natangaza bado mali injili haijafika, hata serikali inuke, lazima injili iendelee, lazima injili iendelee katika jina la Yesu Kristo. Regulations za wanadamu, mikakati zao haina uwezo kuzuia kupanuka kwa kanisa katika jina
Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imependeza Wayahudi akaendelea. Kwa nini waliandika hii verse ya kwamba akiona imewapendeza Wayahudi? Inamaanisha Wayahudi wangekuwa upande wa kanisa, wanafurahia ongezeko la kanisa, wangeinuka kinyume na mamlaka. Tumeona kuna wachungaji kadhaa ambao wamekuwa na ujasiri, wanainuka na kuambia serikali, sisi wakati mapastors wale wenye ni fake wanafanya makosa, hamtatujumuisha na wao, hamtatuita mapastors. Enda uregulate hao na muweze kufuatilia kanisa zao. Lakini sisi ambao tumeitwa na Kristo lazima tusimame katika jina la Yesu. Andiko sema, na akiona ya kuwa imependeza Wayahudi akaendelea, akamshika naye Petro. This time round alishika wrong number. Alishika wrong number. Na hii ni message ya serikali ya Kenya na serikali zingine, kwamba mnapojaribu kuregulate wachungaji kadhaa ni kwa sababu wamewapatia nafasi, lakini mnaponyosha mkono wenu na kuregulate wale wameitwa na Kristo, natangaza sisi ni wrong number, kwa sababu mtakapojaribu kuregulate the true church, the true pastors, wale wameitwa na Kristo, hili ndilo litakawatendekea. Nikasema nilipokwisha kumkamata Petro, siku hizo zilikuwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Nilipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne. Nikasema basi Petro akiwa amelindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Nasi tunataka kuweza kusimama na kuomba. Tunapoomba pia kwa sababu ya ongezeko la winners, tutangaze pia ongezeko la makanisa zingine katika jina la Yesu. Maana kuna wale wamekiwa regulated. Nimeona juzi kwa mtandao, jana kwa mtandao, wanamtishia Apostle Nanga kama wanataka kubomoa kanisa lake bado. Nataka tukaweze pia kuinuka, tuombe makanisa za Kristo, zile kanisa the true Church of Christ, na tuombe tutangaze kanisa la Kristo lazima liendelee. Maana watu walisimama wakamwombea Petro, na maandiko asema malaika wa Mungu wakatumwa kwa ajili ya kumkomboa Petro katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako katika jina la Yesu, tuweze omba ombi hili. Tunakuombea kanisa la Kristo Kenya mzima na ulimwenguni kote katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Maandiko asema akainuka Herode, nikasema kanyosha mkono wake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, kamshika Yakobo nduguye Yohana, akamua kwa upanga, akiona niwapendeza Wayahudi, kamshika naye Petro. Inapenya katika ulimwengu wa kiroho, mikono ya Herode, mikono ya serikali za mataifa ya kuinuka kinyume na kanisa la Kristo, natangaza tunaiangusha. Naangusha mamlaka yenu katika jina la Yesu. Katika simu mamlaka zote zinatokana na Mungu, tunainuka kinyume nayo. Natangaza mtatenda kanisa vibaya katika jina la Yesu. Mawazo yenu yaliyo kinyume na kanisa la Kristo, tunainuka kinyume nayo. Natangaza lazima kanisa la Kristo liongezeke katika jina la Yesu. Every regulation za wanadamu kuzuia ongezeko la kanisa la Kristo, natangaza tunaikiuka, tunaenda kinyume nayo, tunaenda kinyume na mamlaka yenu na mawazo yenu. Tunavunja mikono yenu katika ulimwengu wa kiroho katika jina la Yesu. Tunatangaza zile kanisa ambazo zimekuwa regulated, wale wanadamu ambao wamezuiliwa ongezeko katika jina la Yesu. Nikasema niwapendeza Wayahudi, akamshika naye Petro. Wanaofurahia kanisa linapokosa kuongezeka, tunainuka kinyume nayo. Tunatangaza kwa jina la Yesu, furaha yenu tunaikomesha. Daudi akasema, adui zangu wanahitaji kwa mabaya, wananipangia mabaya, wanafurahi wakati mabaya yanipata. Tunatangaza furaha yenu, tunaisimamisha katika jina la Yesu Kristo, na tunakiwa ongezeko. Tunatangaza ongezeko la mwili wa Kristo katika taifa la Kenya na katika ulimwengu kote katika jina la Yesu Kristo. Usema amina. Ezekiel 36:37. Kwa hiyo hali ya kusimama, maana ninaendelea, tunaelekea kumaliza. Ezekiel 36
37. Ezekiel chapter 36 verse 37. Bible inasema, then the heathen that are left round about you shall know that I, the Lord, built the ruins, the ruined places, and the plant that was desolate. I, the Lord, have spoken it, and I do it. That is verse 36. 37 sema, thus says the Lord God, I will yet for this be inquired of by the house of Israel to do it for them. I will increase them with men like flock. Verse 36, ndipo mataifa yaliyobaki karibu yenu pande zote watajua kuwa mimi Bwana nimejenga mahali palipoharibika, nami nimepanda mbegu katika nchi iliyokuwa ukiwa. Mimi Bwana nimesema hayo, tena nitayatenda. 37, Bwana Mungu asema hivi, tena kwa ajili ya mambo hili nitaulizwa na nyumba ya Israeli ili niwatendee, nami nitawaongeza kwa watu kama kundi la kondoo. Yaani ametumia mfano wa kondoo akasema atatuongeza. Nataka tukaweze mwambie Bwana tuongeze, maana sometimes is good to argue with God kupitia neno lake. I know sometimes Mungu tunamlazimisha kufanya mambo, kuna zile vitu ambazo anasema nitayafanya baadaye, lakini the more you are pressing him na neno lake, mwambie Baba, ulisema hivi, imeandikwa hivi. Wewe wakati ulinena huko umelala, haukukuwa out of your mind. Maandiko yasema unaheshimu neno lako zaidi ya jina lako. You are sober wakati ulinena hii, ukasema utatuongeza. Nataka tumwendee Mungu kwa maneno ya kinywa chake ambao amenena ikaandikwa, na tutangaze, Bwana ulisema utatuongeza. Tunaomba utuongeze katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako. Napo pia omba ongezeko kwa ajili yako, ongezeko la kazi, ongezeko la fedha, ongezeko kila upande. Fungua tu kinywa chako tunapoomba na verse 37. Maandiko yasema kama vile kondoo nitawaongeza kama kondoo wa kondeni. Natangaza ongezeko. Umesema Bwana ya kwamba neno lako litakurudia bure. Neno lako litatimiza mapenzi yako. Ukasema ya kwamba naliangalia neno lako ili nilitimize. Umesema Ezekiel 36:37 ya kwamba I will increase them with men like flock. Nitawaongeza kwa watu kama kundi la kondoo. Tunatangaza ongezeko la wamama, ongezeko la waume, ongezeko la vijana, ongezeko la watoto, ongezeko la wenye dhambi, ongezeko katika jina la Yesu. Tunakiri ongezeko, tunatangaza increase katika jina la Yesu. Ongezeko la watendaji kazi, ongezeko technical team, ongezeko la power worshipers, ongezeko la blessed choir, ongezeko la mashembazi, ongezeko la intercessors, ongezeko la wachungaji, ongezeko la watu wa Mungu. Tunakiri ongezeko. Nikasema kamwambie Musa, panua hema, panua hekalu upande wa magharibi, mashariki, kusini, kaskazini. Nakiri ongezeko la kiungo katika jina la Yesu. Tunakataa kila roho na tunaipinga roho ya kuzuilia ongezeko, roho ya kutupinga kuachilia utasa makusudi tusiongezeke katika jina la Yesu. 30 verse 19 Jeremiah, the second last prayer item. 30:19 Jeremiah chapter 30 verse 19. Kwa hiyo hali ya kusimama, maana ninamaliza. Jeremiah chapter 30 verse 19. Wacha tuweze kusoma verse 18 alafu ndo tupate the flow. Thus says the Lord, behold, I will bring again the captivity of Jacob's tent. Captivity ni wale waliochukuliwa mateka. Walichukuliwa mateka. Nasi tunaweza ibadilisha wale waliovunjika moyo. Hili tunatumia kwa wale ambao wamevunjika moyo. Hiyo ongezeko ni ongezeko two-way traffic ya wenye dhambi na wenye wameokoka. Lakini ongezeko hili ni wale waliovunjika moyo, wale walioondolewa. Maana captivity, mateka wameondolewa mahali pao, wameondolewa nchi yao halisi. Nikasema kwa Kiswahili, Bwana asema hivi, tazama nitarudisha tena hema za Yakobo zilizohamishwa. I will bring again the captivity of Jacob's tent.
Nataka tukaweze omba kwa ajili ya wale walioondolewa, tutangaze ongeze. Wacha tumalize alafu tuombe kwa ajili ya hiyo. And have mercy on his dwelling place, and the city shall be built upon her own heap, and the place shall remain after the manner thereof. Verse 19. And out of them shall proceed thanksgiving, and the voice of them shall make merry. And I'll multiply them, and I will multiply them, and they shall not be few. I will also glorify them, and they shall not be small. Kwa Kiswahili, tena kwao itasikika shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha, wala hawatakuwa wachache, tena nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Napenda kwenye Kiingereza inatoa ya kwamba I will multiply them. So inategemea Mungu atatumia what figure to multiply us. Maana 1 times 2 ni 2. 1 times 1,000 ni 1,000. So inategemea Mungu atatumia what figure to multiply us. Nataka ukaweze fungua kinywa chako tunapoomba ya kwanza. Wale walioondolewa sehemu yao captivity, tutangaze Bwana warejeshe katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako unapotangaza. Bible inasema, and that says the Lord of hosts, behold, I will bring again the captivity of Jacob's tent, now bear the captivity of this ministry. Ya kwamba Bwana anawarejesha nyumbani waliovunjwa moyo, Bwana anawarejesha waliotolewa kwa ajili ya maneno ya wanadamu, waliovunjika moyo na kuondolewa, walioacha wokovu, Bwana anawarejesha. I declare restoration of the captivity of Jacob's tent, because the Bible says, behold, I will bring them back, I will bring them again. Natangaza urejesho wao, urejesho the captivity of Jacob katika jina la Yesu. Bible inasema I will multiply them. Nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa, I will multiply them, and they shall not be few. I will glorify them, and they shall not be small. Napenda katika ulimwengu wa kiroho na kutangaza multiplication, a divine multiplication, multiplication ya kina mama, multiplication ya waume, multiplication ya vijana, multiplication ya watoto, multiplication ya watendaji kazi, multiplication katika jina la Yesu. Natangaza multiplication. The Bible inasema I will multiply them, and they shall not be few. Nakataa kuwa wachache, we shall not be few. Imeandikwa they shall not be few. We declare and decree, we refuse to be few, but to declare divine multiplication. And the Bible says I glorify them, and they shall not be small. We shall not be a small group, but we shall increase, we shall be multiplied katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kuongezeka kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini, sema amina. The last scripture, Psalm 115 verse 14 and 15. Psalm 115 verse 14 and 15. Zaburi 115 mstari wa 14. Psalm 115 verse 14 and 15. Bible inasema, the Lord shall increase you more and more. More and more inamaanisha nini? Zaidi. Yaani Mungu anaenda kutuongeza zaidi. Yaani zaidi ya vile tumewaza, more and more. The Lord shall increase you more and more, you and your children. So inaongea kuhusu wakubwa na wadogo. He shall increase us more and more. Nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Maandiko yasema katika Zaburi 115 mstari wa 14 kwamba Bwana na akawaongeze ninyi na watoto wenu. Natangaza Bwana anatuongeza mwezi wa kwanza, Bwana anatuongeza katika jina la Yesu. Imeandikwa, the Lord shall increase you more and more. Natangaza more and more. We are increasing more and more. We are increasing more and more. Mama wanaongezeka more and more. Wanaume wanaongezeka more and more. Vijana wanaongezeka more and more. And the Lord will increase you. And the Lord shall increase you more and more. You and your
of Jesus. Verse 15 maandiko yasema, you are blessed of the Lord which made heavens and the earth. Kwa nini tumebarikiwa? Kwa sababu the Lord has increased us more and more. Nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, wiki hii moja katika jina la Yesu naomba roho utiifu ya kutii the great commission ambao ulitupatia mwaka huu katika jina la Yesu, kufikia wenye dhambi na habari njema za Kristo. Naombea mioyo tutakazozifikia, naombea nafsi ambazo tutazifikia. Tunaomba kibali, tukakubalike, maneno yetu yakubalike, tutakaowafikia Bwana. Tunaombea wokovu wale ambao hawajaokoka. Tunaomba Baba, tutakapowafikia wakukubali, wakupokee katika jina la Yesu. Pia tutakapofanya follow up, tutakaowaendea Baba, tunawaombea kuwatia moyo. Imeandikwa, Roho wa Bwana yu ndani mwangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria mnyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga mioyo waliovunjika moyo, wale waliovunja moyo na kuacha wokovu. Tutakapofanyia follow up wiki hii, tunatangaza kuwatia moyo na kuwarejesha. Imeandikwa, you shall bring again and the captivity of Jacob. Tunatangaza tutakapowafikia, tutawarejesha katika jina la Yesu. Baba, pia wiki hii tutakapo-invite watu kanisani, tunatangaza Baba utiifu, tukakubalike kwao ili wakaweze kuja nyumbani mwako kwa ajili ya ongezeko katika jina la Yesu. Tunakutukuza Mfalme katika jina la Yesu. Tupatie roho wa ujasiri, tunakataa roho wa uoga katika jina la Yesu. Kwa dakika moja usifungue kinywa chako na kumwombea mtumishi wa Mungu wiki hii katika jina la Yesu. Fungua tu kinywa chako, tuombe katika jina na tumwombee katika jina la Yesu. Fungua tu kinywa chako unapomwombea mtumishi wa Bwana katika jina la Yesu. Usinyamaze kila mmoja, usinyamaze kila mmoja. Nitakapokuwa nikisoma fungu hili na andiko, tunamwombea katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako, muombe kadiri vile Roho anakuongoza katika jina la Yesu. Colossians chapter 4 verse 3. Nitakapokuwa nikisoma, tuombe katika jina la Yesu. Bible inasema continue in prayer and watch the same way with thanksgiving katika jina la Yesu. With all prayer also for us. Maandiko nasema mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tulimende siri ya Kristo ambao kwa ajili yake nimefungwa. Namuombea ujasiri, namuombea katika jina la Yesu, mfungulie malango. Paulo akasema mtuombee Mungu atufungulie malango ya kunena neno la Mungu, malango katika jina la Yesu. Natangaza malango katika jina la Yesu katika taifa la Kenya, malango katika bara la Afrika, malango katika jina la Yesu Marekani. Ninatangaza malango ya Uingereza, ninatangaza malango, namfungulia mtumishi wako malango ya kupeleka injili katika jina la Yesu Kristo. Fungua tu kinywa chako, endelea kuomba nitakapokuwa nikisoma fungu lingine katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunamuombea katika jina la Yesu Kristo. Tunamuombea Baba, tunamuombea Mfalme wa utukufu katika jina la Yesu Kristo. Unatangaza neno lako Baba, unatangaza neno lako Baba, unatangaza neno lako Baba, unatangaza neno lako Mfalme wa ajabu, unatangaza neno lako Mungu mwenye enzi katika jina la Yesu. Tunamuombea Mfalme wa amani, imeandikwa katika jina la Yesu in Acts of Apostles chapter 4 verse 29, and now Lord, behold, and they are threatened and grant thy servants that with all boldness they may speak your word katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yasema, basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako, ukawajalie watumishi wako kunena neno lako kwa ujasiri. Tunamwombea ujasiri wa kunena neno lako katika jina la Yesu. Utukuzwe Bwana Yesu na upewe sifa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini, sema amina. Sema amina. Umebarikiwa sana mpendwa mtazamaji kwa kuweza kujumuika pamoja nasi. Kumbuka tunaomba juu ya ongezeko. Na tuliandikiwa hapa kitu tukaambiwa one month
one mission. Fanya bidii ufikie mtu mmoja mwezi huu na habari za Kristo, maana this is the kingdom business. This is the main agenda ambayo tuliachiwa nao na Kristo katika jina la Yesu. Umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa dakika hiyo nitaweza kukuomba tukaweze shika sadaka zetu tuweze kumaliza ibada tunapomalizia katika